Yani kwamba yani kwa mfano ukiniuliza mimi, Gwajima hakupaswa kuwa viral kwa kukemea mauaji ndani ya kanisa lake. Hakupaswa kuwa viral. Gwajima hakupaswa, yani clip yako ikipaswa kuwa viral kwa sababu ndo kazi na wajibu wa kiongozi wa kidini kusema matendo mema ndani ya madhabahu yake na kukemea. Za Biblia, kwa mfano wewe ni Mkristo, mimi ni Mkristo, Biblia imeelekeza kuonya, kukemea, kurekebisha na kufundisha. Mwalimu na mitume wamepewa mamlaka ya kuonya kwamba ukiona mambo yanaharibika, onya, kemea, rekebisha, nasema. Na ukikaa kimya utaulizwa kwa nini ulikaa kimya wakati mambo mabaya yanatokea. Sasa huyu ni mtumishi wa Mungu, anakemea mauaji na katika amri 10 za Mungu anasema usiue. Anakemea watu kuuawa. Kwanza kinachoniogopesha mimi sio hata barua. Kinachoniogopesha ni mimi ni wananchi, umma unavyoshangaa mchungaji kukemea mauaji. Yani Gwajima anavyokuwa maarufu kwa kukemea mauaji. Actually ndicho kinachoniogopesha. Yani kwamba tumefika kwenye taifa ambalo kiongozi wa kidini akiongea wema inakuwa ni jambo la kwenda viral. Yani unajua maana yake nini? Maana yake wema uongewi na wema utekelezwi katika ulimwengu wa sasa. Ndio ile siku hizi unaweza ukaenda mahali mtu anakukaribisha, bana karibu bana. Unakunywa pombe? Mimi sinywi pombe. Wanataka kukupa girlfriend? Mr. girlfriend. Unasikia huyu jamaa anaishi wapi huyu? Yani unaonekana kama wewe kutokuwa katika msingi wa maisha yale. Huyu jamaa anaishi wapi? Mbona mshamba huyu? Huyu jamaa ni pombe, huyu jamaa achukui demu huyu. Huyu jamaa gani huyu jamaa? Umeona? Sasa ndicho unachokiona sasa kimeenda mpaka kwenye taasisi, kimeenda nchi nzima. Yani kwamba watu wanashangaa matendo mema. Yani kwamba mchungaji, yani mchungaji anakuwaje mashuhuri? Ama askofu anakuwaje maarufu kwa kukemea dhambi kanisani? Na wakati ni wajibu wake kukemea dhambi, kukemea na kuonya na kufundisha. Yani askofu anasema usiue. Inakuwaje ni issue? Yani askofu ametaja misingi ya kitabu ambacho anakiamini. Inakuwaje ni issue? Mimi wasiwasi unaonikumba sio barua ya polisi. Wasiwasi unaonikumba ni kuwa na umma ambao na kuwa na serikali ambayo inaogopa kwamba wema ukiongewa ule wema unakuwa ni adhabu kwao. Kwamba mchungaji, askofu, nabii amesema kwamba msiue, msiumize, msiteke, msikandamize. Fanyeni maisha ya watu kwa salama, lindeni watu. Alafu huyu mtu over suddenly social media zote nchi nzima, magazeti yote nchi nzima yanasema Gwajima amejilipua. Sasa mtumishi wa Mungu anapohubiri neno la Mungu anajilipuaje? Mtumishi wa Mungu anapohubiri neno la Mungu ajilipui, anahubiri neno la Mungu na hapaswi kuwa msingi wa majadiliano kwa sababu amesema wajibu na kazi yake. Sasa hichi kimeniogopesha zaidi. Maana yake ni kwamba dhambi na ukiukwaji wa masuala ya haki za binadamu ya kawaida imekuwa too fundamentally kiasi cha kwamba mpaka watu wanaanza kuona aibu kutenda matendo mema.